Pokea kwa imani. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, Bwana akamwambia, inua sasa macho yako. Inua sasa macho yako. Ukisikia mtu anakuambia inua macho yako, yani sentensi hii ni sentensi ya muhimu. Maana yake anataka uone tofauti na ulivyokuwa unaona, uone kwa mtazamo mwingine mpya, maana kuna kusudi jipya. Kwa hiyo liangalie kwa makini. Sasa baada ya kuachana na huyu aliyekuwa kikwazo, alimfanya sione vyema, alimfanya sitambue vyema, alimfanya sitende vyema. Sasa ameachana naye. Alipoachana naye, Mungu anamtokea, anamwambia inua macho, inua macho utazame. Maana yake kuna namna fulani ambayo Mungu anahitaji Abrahamu aione, Abrahamu agundue, Abrahamu afahamu. Haleluya! Hii ndiyo muhimu kwa maisha ya mtu aliyeokoka. Nataka nikuambie, vile unavyoona sivyo wote wanavyoona, vile unavyofahamu sivyo wote wanavyofahamu. Ili uone vyema, unatakiwa uyainue macho yako. Ukiyainua macho yako, kuna namna ya ufunuo ambao utauona ndani ya moyo wako, ambao ni wa kimungu, utakao kusaidia namna ya kufanikiwa katika siri yake Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza sauti ya Bwana ndani ya maisha yako. Wakati mwingine baraka za Mungu hazimfikii mtu hivi hivi, hazimfikii mtu hivi hivi. Lazima uwe na ushirika na Mungu, uisikie sauti ya Mungu, maelekezo yake inapokuijia, ufanye kama ulivyoagizwa, ufanye kama ulivyoamuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni njema sana Mungu anapokuwa ametuokoa, anakuwa na mpango wa kutubarikia. Hii ndio sababu Mungu anasema na sisi. Biblia inasema utazame kutoka hapo ulipo, utazame kutoka hapo ulipo. Viwango vya kuwepo, viwango vya kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema viwango vya kuwepo. Mtu anaweza kaonekana yupo lakini hayupo, na hawezi kutazama mahali alipo akajifahamu. Sasa anaelezwa utazame kuanzia hapa ulipo. Maana yake uanzie kwenye ufunuo uliouona, ambao una neema ndani yake, ufunuo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tulivyo watu tunaomcha Mungu. Tunafanya utumishi katika maelekezo ya kimungu, tunatumika katika ufunuo wa kimungu, lakini Mungu anaanzia kwenye uaminifu tulio nao, kwenye misingi tulio nayo. Ndiyo Mungu anaanzia. Maana ya misingi ni maisha ya kiroho ambayo mtu ameyazingatia kwa kufanya agano na Mungu, kwamba kuanzia leo mimi ni wako, sina mchezo katika maisha yangu. Sasa unapofanya agano hilo na Mungu, Mungu anaanzia kwenye agano hilo kuanza kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele.
Yeye habadiliki. Alivyoonekana kwa Abrahamu, ndivyo anavyoweza kuonekana juu ya maisha yako, kama utakuwa umetambua vikwazo vya baraka yako, vikwazo vya neema yako, vikwazo vya ushindi wako. Utakapokuwa umetazama na ukaona namna unapoweza kuepuka, Mungu ataanzia hapo hapo. Yesu asifiwe sana. Abrahamu akaambiwa angalia sasa kutoka hapo alipokuwa, anasema angalia kaskazini, angalia kusini, angalia mashariki na upande wa magharibi. Yote hayo akayaangalia, akatambua ya kwamba Mungu amemuonyesha mashariki, Mungu amemuonyesha kusini, Mungu amemuonyesha kaskazini, Mungu amemuonyesha magharibi. Mungu ana mpango na yeye kwa ajili ya pande zote hizi nne. Mungu ana makusudi. Hii ndiyo sababu Mungu anamuonyesha pande zote hizi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Sio polepole, sio polepole. Ni vizuri kuachana na Rutu, maana Rutu ni kikwazo. Rutu ni kizuizi cha baraka yako. Rutu anavunja agano lako na Mungu. Ili uweze kupata neema, lazima uachane na Rutu. Maana yake vile vitabia, vinjia, vimisimamo visivyonyoka lazima uachane navyo, ili uingie kwenye agano, Mungu aweze kukuonyesha. Haleluya! Wazee wa kanisa, mupo? Lakini mupo? Neno linapofanya agano na wewe, shika lile agano, anza kulifanyia kazi, kwa sababu mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, Mungu anaposema umeiona nchi, ndiyo nimekupa wewe na uzao wako. Usiitikie hivi, usiitikie hivi. Unasema kwa sauti amina. Kwa sauti amina. Maana yake iwe hivyo. Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu na neno lake halitaanguka chini. Neno lake lazima liachilie juu ya uzao wa wenye haki, kwa sababu ya kweli ambayo tumeikubali, kwa sababu ya haki ambayo tumeikubali. Maana tumekataa uasi, tumekataa kila namna ya uovu, tukasema Mungu ni baba yetu nasi tu watoto wake. Sasa Mungu ndipo anaachilia baraka, anaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimsahau ni mwamba wao.